Urusi imeweka ofa nyingine mezani juu ya kuichukua uranium ya Iran. Mtendaji wa Rosatom ambalo ni shirika la nyuklia la serikali la Iran amesema kwamba wakati huu Urusi imetoa ofa nyingine kwamba ipo tayari kusaidia kuondoa hazina ya urani iliyorutubishwa ya Iran. Alexei Lekhachev, mkurugenzi huyo wa shirika la nyuklia la serikali ya Urusi Rosatom, amesema mpango wa nyuklia wa Tehran unasalia kuwa kigezo muhimu katika mazungumzo na Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Iran kubomoa miundombinu yake ya nyuklia na kukabidhi madini yake yote ya urani nchini Marekani, pendekezo ambalo Tehran imelikataa. Hata hivyo, Urusi ilitoa pendekezo la awali kwamba ipo tayari kushirikiana na mataifa yote ili kuichukua uranium ya Iran na kuipeleka nchini Urusi. Lakini rais wa Marekani Donald Trump alisema hilo halitowezekana. Urusi haitoweza kuchukua uranium iliyorutubishwa ya Iran. Moscow ilijitolea mara kwa mara kuwa wenyeji wa nyenzo ya nyuklia ya Iran, na wakati Iran imeonyesha uwazi kwa wazo kama hilo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema mapema wiki hii kwamba Marekani ililikataa. Katika mahojiano na gazeti la kampuni ya Strana Rosatom iliyotolewa Jumamosi, Lekhachev alisema kampuni bado iko tayari kusaidia, akisisitiza kwamba zaidi ya utata wa kiufundi wa kuondoa hifadhi, uaminifu ni muhimu kwa mpango wowote na kwamba Urusi inaweza ikatoa yote mawili. Ni Urusi pekee iliyo na uzoefu mzuri wa kuingiliana na Iran. Mnamo mwaka 2015 kwa ombi la Iran, tayari tuliondoa uranium iliyorutubishwa. Tuko tayari kusaidia katika suala hili leo pia. Lekhachev aliongeza kuwa Rosatom, mjenzi na mwendeshaji na mshirika wa kinu cha nyuklia cha Iran cha Bushehr, anafuatilia kwa karibu mazungumzo na Marekani na Iran. Iran inakadiriwa kuwa na zaidi ya kilogramu 400 za uranium iliyorutubishwa inayofikia 60%, chini kidogo ya viwango vya silaha za nyuklia kulingana na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki. Washington imesema kwamba itarudisha nyumbani, kwa maana nchini Marekani, uranium yote ya Iran iliyorutubishwa na kuweka marufuku ya miaka 20 ya urutubishaji na kuvunja tovuti muhimu kama vile Natanz na Fordo. Lakini Tehran imekataa mapendekezo hayo kama ya kupindua, ikitokea badala yake kuchanganya uranium yake chini ya uangalizi wa IAEA na kukubali tu kufungia kidogo kwa kudumu kwa karibu miaka 5. Pia ilipinga uvunjaji wa vifaa na imedai kupunguziwa vikwazo, ufikiaji wa mali zilizogandishwa, na ihakikishiwe kwamba Marekani itaachana na mpango wowote wa mashambulizi, huku ikiunganisha makubaliano yanayoweza kutokea na usitishaji mapigano wa kikanda. Marekani ilikataa pendekezo la Urusi la kuchukua madini ya uranium iliyorutubishwa ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Baghei hapo awali alitoa uamuzi thabiti juu ya kukabidhi uranium hiyo kwa Iran, akisema kwamba ni jambo lisilowezekana. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje Said Khatibzadeh mnamo Jumamosi alisisitiza msimamo wa Tehran, akisema Tehran haiko tayari kufanya mazungumzo mapya na Washington kutokana na matakwa yake ya kimaxisti juu ya kurutubishwa uranium. Naweza kukuambia kwamba hakuna nyenzo zilizorutubishwa zitasafirishwa kwenda Marekani, Khatibzadeh alimwambia mwandishi wa AP kando ya jukwaa la diplomasia la Antalya mjini Uturuki. Hili sio jambo la kuanza, na ninaweza kukuhakikishia kwamba wakati tuko tayari kushughulikia masuala yote ambayo tunayo, hatutakubali mambo ambayo si ya kwanza, alisema naibu waziri huyo wa mambo ya kigeni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.